kwa mchango wako. Nilimtaja Mheshimiwa John Luhende, ajiandae Mheshimiwa Dr. Neema Peter Majule na Mheshimiwa Henry Charles Kabeho ajiandae. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa fursa hii na mimi kuweza kutoa nilionayo kwenye hotuba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwanza kabisa nianze kwa shukrani zangu kwa Mwenyezi Mungu kuniwezesha kufika hapa leo ikiwa salama salimini. Shukrani za pili nizielekeze kwa serikali yote ya Chama cha Mapinduzi kiongozwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na shukrani za tatu nizielekeze jimboni kwangu kwa wananchi wote wa jimbo la Bukene kwa kunichagua kwa kura za kishindo. Mheshimiwa Mwenyekiti, ipo miradi mingi ambayo serikali ya awamu ya 6 imefanya ndani ya jimbo letu la Bukene. Tunashukuru sana kwa hilo, lakini kulingana na uchache wa muda naomba jielekeze kwa mambo ambayo ni changamoto kubwa sana ndani ya jimbo letu la Bukene. Jimbo la Bukene hatuna stendi ya abiria. Wananchi wa jimbo la Bukene walioko huko hawana uhakika usafiri kwa sababu hatuna stendi hata moja ndani ya jimbo letu la Bukene. Kwa hiyo naomba serikali kwenye mpango yenu mlionao ya bajeti, hususan ofisi ya Waziri Mkuu, mweke mpango wa stendi ndani ya jimbo letu la Bukene. Jambo la pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, miundombinu ya barabara ndani ya jimbo la Bukene ni mibaya, hairidhishi na changamoto kubwa, na kwa kipindi hiki cha masika ni barabara nyingi sana zipitiki. Baadhi ya mifano ya barabara ambazo ni changamoto ambayo ofisi ya Waziri Mkuu kupitia TAMISEMI watakiwa zishughulikie ni barabara ya Sigiri Bulende, barabara ya Itobo Karitu, barabara ya Mwamala Ikindwa hadi Uduka, barabara ya Ngwatu hadi Guliambi. Imefikia mpaka mahali wananchi wanalazimika kukusanya magogo ili waweze kutengeneza daraja la dharura, ili waweze kuwa wanapita kutoka maeneo ya huku, kutoka maeneo ya Kwandu kuelekea Guliambi ambako ndio kuna zahanati. Mheshimiwa Mwenyekiti, pia jimbo la Bukene tunazo changamoto katika idara ya afya. Kwa mujibu wa sera ya afya tulionayo ya nchi hii kwamba kila kata angalau iweze kuwa na kituo cha afya. Jimbo la Bukene tuna kata 17. Lakini tuna vituo viwili vya afya. Tunacho cha Itobo, tunacho cha Bukene. Vituo hivi vya afya vimeelemewa sana. Na mbaya zaidi kwa sasa hivi sasa tunatumia control number kulipa ili tuweze kupata huduma za kiafya. Pale kwenye hivyo vituo hatuna uhakika wa huduma ya kifedha. Kwa mawakala hawapo pale na wananchi hawatibiwi pasipokuwa kulipa ile fedha ambayo wanatakiwa walipie. Kwa hiyo tunaomba serikali kupitia TAMISEMI muhakikishe kwamba mnaweka mawakala pale wafanye kazi masaa 24 ili wananchi wa jimbo la Bukene waweze kupata huduma za kifedha kwenye vituo hivyo vya afya. Lakini pia tunazo kata mbalimbali ikiwemo kata ya Mambali, kata ya Semembela. Kata Mambali pekee na wakazi takriban 30,000. Kata ya Semembele na wakazi takriban 23,000. Kata hizo mbili zilizotaja zote hazina hata kituo kimoja cha afya. Wanatumia zahanati tu. Na zahanati hizo zilizopo kule zimezidiwa. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kushauri serikali kupitia TAMISEMI wahakikishe kuwa katika mipango yao ya bajeti wanaweka kipaumbele kwenye hizo kata mbili za ndani ya jimbo la Bukene. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika sekta ya elimu ndani ya jimbo la Bukene tunazo changamoto nyingi. Jimbo letu la Bukene hatuna shule ya sekondari ya kidato cha 5 na cha 6. Zilizopo ni mbili tu ambazo zimeanzishwa hivi karibuni ambazo zina accommodate wasichana kwa maana ya wanafunzi wa kike. Iko moja pale Mwangoe na nyingine iko pale Kili pale Uduka. Lakini watoto wa kiume ndani ya jimbo la Bukene hawana shule ya kwenda kusoma kidato cha 5 na cha 6. Na elimu hiyo ya kidato cha 5 na 6 ndio daraja pekee la kuwawezesha wanafunzi wetu waweze kuelekea chuo kikuu. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kushauri serikali iweze kuliangalia hilo na ihakikishe kwamba angalau tuanze angalau kwa shule mbili. Jimbo langu linazo tarafa mbili. Kuna tarafa ya Bukene na tarafa ya Mwakarundi. Angalau shule moja kila tarafa tuweze kuwasaidia watoto wa kiume. Mheshimiwa Mwenyekiti, nalo jambo moja jingine nataka kulizungumza kwa niaba ya halmashauri ya wilaya ya Nzega. Shughuli zetu nyingi tumejikita kwenye shughuli za kilimo,
ufugaji na biashara kidogo. Lakini kwa sasa hivi kuna shughuli ambao unaoajiri wa vijana wengi sana, shughuli ya uchimbaji wa madini. Shughuli ya uchimbaji wa madini imeingia dosari katika wilaya ya Nzega. Eneo ambao tunajishughulisha kwa uchimbaji huo ni eneo la Lusu, Nata na Mwangwe. Eneo la Lusu zamani kulikuwepo na mgodi mkubwa wa resort. Waliweza kuachia eneo hilo na wananchi wakawa wanaendelea kujishughulisha huko. Lakini sasa hivi imekuja jeshi. Jeshi wanataka kuchukua hilo eneo kwa ajili ya mambo yao ya kijeshi. Lakini kuja kaangalia, sisi kama mkoa wa Tabora ndio mkoa mkubwa kuliko yote nchi nzima, na tuna kambi nyingi sana za kijeshi. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba serikali tuwape fursa mikoa mingine kuweka kambi hiyo. Sisi kambi tulizonazo za kijeshi ndani mkoa wa Tabora zinatutosha, na eneo hilo sasa libaki kwa ajili ya shughuli za kiuchumi za wananchi, kiwemo kilimo, ufugaji pamoja na uchimbaji wa madini. Na bahati mbaya milima ambayo jeshi wanaichukua ndio ile milima ya dhahabu. Kwa hiyo wananchi hatuna sehemu nyingine ya kufanya kazi hiyo ya uchimbaji wa madini ya dhahabu, kwa sababu ndio eneo pekee tunalotegemea. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba pia wakati wizara wanakuja kutoa mrejesho wa majibu, waje na majibu ya kuhusiana na hili swala la jeshi kuchukua eneo la uchimbaji wa madini ambalo wananchi wa wilaya Nzega wanaendelea kulitunga. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba pia nijikite kwenye kushauri serikali kwenye hoja mbalimbali za kitaifa. Naomba kushauri kuhusu uendeshaji wa serikali. Mheshimiwa Waziri Mkuu alipokuwa akihutubia pale alizungumza kwamba anaagiza marasi ili wawe wanatoa taarifa ya fedha zinazokuja kwenye miradi ya maendeleo ndani ya majimbo yetu. Wewe wanatuandikia barua. Lakini mimi nashauri kitu kimoja. Tunatakiwa tuende na wakati tulionao sasa hivi. Wanatakiwa wa digitalize mfumo mzima wa uendeshaji wa serikali, hasa kwenye masuala ya kifedha. Kwa mfano kwenye halmashauri ama kwenye wilaya tuna watu kama ufuatao. Tuna mkuu wa wilaya, tuna dasi, tuna OCD, tuna DSO, tuna TAKUKURU, mkuu wa TAKUKURU, tuna magereza na tuna mwenyekiti wa halmashauri, tuna mbunge. Tengenezeni mfumo ambao fedha ikiingia kwenye halmashauri kwa ajili maybe ya ujenzi wa kituo cha afya jimbo la Bukene, message hiyo iklik, iingie notification kwa watu wote hao. Ingie notification kwa OCD, ingie notification kwa TAKUKURU, ingie notification kwa mbunge, kwa mwenyekiti wa halmashauri na wengine wote wakubwa wakubwa ambao wanahusika na masuala hayo. Muongeze uwazi serikalini. Hapo tutapunguza spidi ya ubadhirifu iliyopo ndani ya serikali, na hii muda mwingi sasa tunaotumia muda mwingi kujadili taarifa ya CAG tutatumia kufanya mambo mengine, kwa sababu mkiwa wengi ambao mna taarifa juu ya hilo swala, wizi tutaweza kucontrol kwa urahisi zaidi, kwa sababu watu 10, watu 8 hawataweza kuelewana kucheza dili. Lakini sasa hivi mifumo ya ulipaji kwa mkandarasi mmeifanya kama kuwa siri. Unakuta mkandarasi amelipwa 100%, mradi uko 20%. Kwa hiyo maana yake ni kwamba tukiweka uwazi, siku ambayo mkandarasi analipwa 100% ya mradi mzima, watu wote hao wanapata notification. Kwa wanao uwezo sasa wa kuintervene na kuweza kucontrol fedha za umma. Jambo la pili, juzi hapa tumekumbwa na tatizo la uhaba wa mafuta. Na ishauri serikali tutafute suluhisho la kudumu. Tuanzishe benki ya mafuta hapa nchini, yaani the petroleum bank, ili wananchi tunapofanya shughuli zetu za kiuchumi, tunapoamua kuhifadhi mapato yetu, unaweza kuhifadhi katika mfumo wa mafuta. Mheshimiwa, muda wako umeisha. Naomba nimalizie. Mheshimiwa Mwenyekiti, hoja yangu nataka kumaanisha kwamba kwa mfano sasa hivi tuna magara ya mahindi, tuna magara ya mpunga na kadhalika. Kwa serikali mjenge underground storage facilities kwa ajili ya mafuta, na wananchi sisi tutawekeza katika kununua mafuta, tutaweka kama akiba yetu, na serikali mkipata dharura mafuta, wananchi tutaweza kuwauzia mafuta yao na kuweza kuhudumia wananchi wenu. Asante sana Mwenyekiti, naomba kuunga mkono hoja. Asante Mheshimiwa kwa mchango wako. Nilimtaja